Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Oktoba 8 ya mwaka wa 2025. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema kusudi kuu kabisa. Mada hii imejengeka katika waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, aya ya 7, ambapo neno la Mungu limeandikwa: bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi uliyotupatia, nafasi ya kutumika shambani mwako. Sisi tu wafanyakazi tu, lakini wewe ndiye mkulima. Sisi ni matawi tu katika mzabibu, lakini wewe ndiye lile shina. Tutumie sasa na mapenzi yako. Tusamehe dhambi zetu, tutakase, ukatusafishe, ukatubariki. Zaidi sana tukafae kuingia katika ufalme wako. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametenga muda wake kujifunza neno lako. Wale ambao ni wagonjwa katika afya zao, Baba, fanya uponyaji, na si miili yetu tu, ponya hadi roho zetu. Walio na majonzi na huzuni, wape faraja, lakini pia wale wenye maumivu, ondoa maumivu yao. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ahadi zako ni za kweli. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu na kwamba wewe hausemi uongo. Tenda sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Kusudi kuu kabisa. Umoja ni nguvu, na Bwana anataka kwamba ukweli huu upate kufunuliwa kwa washiriki wote wa mwili wa Kristo. Wote wanapaswa kuwa wamoja katika upendo, upole na katika unyenyekevu wa akili. Wakiwa wameunganishwa katika jamii ya waumini kwa ajili ya kusudi la kuunganisha na kueneza mvuto wao, wanalazimika kufanya kazi kama Yesu alivyofanya. Wanapaswa daima kuonesha uungwana na heshima kwa kila mmoja. Kila talanta ina mahali pake na inapaswa kusalimishwa chini ya utawala wa Roho Mtakatifu. Kanisa ni jamii ya Kikristo iliyoundwa kwa ajili ya washiriki wanaoliunda, ili kwamba kila mshiriki aweze kufurahia msaada wa neema na talanta zote za washiriki wengine na utendaji wa Mungu juu yao, kulingana na karama na vipawa vyao kadhaa. Kanisa linaunganishwa katika vifungo vitakatifu vya ushirikiano ili kwamba kila mshiriki aweze kufaidika kwa mvuto wa mwingine. Wote wanapaswa kujifungamanisha kwenye agano la upendo na mapatano. Kanuni za Kikristo na neema ya jamii yote ya waumini wanapaswa kukusanya nguvu na uwezo katika uwiano wa kazi. Kila muumini anapaswa kufaidika na kuimarishwa na mvuto uadilishao na ubadilishao wa vipawa tofauti vya washiriki wengine, ili kwamba yale yanayokosekana kwa mmoja yaweze kufunuliwa kwa upana kupitia kwa mwingine. Washiriki wote wanapaswa kuwa na umoja ili kanisa liweze kuwa tamasha kwa ulimwengu, kwa malaika na kwa wanadamu. Agano la makubaliano katika ushirika wa kanisa ni ili kila mshiriki atembee katika nyayo za Yesu, ili wote wajitie nira yake na wajifunze kwake yeye aliye mpole na mnyenyekevu wa moyo. Wakifanya hivi, anasema Mwokozi mpendwa, mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ile ya 11 aya 29 na 30.
Wale wanaojitia nira ya Yesu watavuta pamoja. Watakuza huruma na ustahimilivu, na katika uigaji mtakatifu watajitahidi kuwaonesha wengine wingi wa huruma na upendo ambao wao wenyewe wanauhitaji mno. Yeye ambaye ni dhaifu na asiye na uzoefu, ijapokuwa ni dhaifu, anaweza kuimarishwa na tumaini zaidi na wale walio na uzoefu mkubwa. Ajapokuwa mdogo kuliko wote, bado yeye ni jiwe ambalo lazima ling'ae jengoni. Yeye ni mshiriki wa muhimu mno katika mwili uliounganishwa. Ameunganishwa kwa Yesu, kiongozi aliye hai, na kupitia kwa Kristo anatambuliwa pamoja na ukamilifu wote wa tabia ya Yesu, kiasi kwamba Mwokozi haoni haya kumwita ndugu yake. Kanisa lililojitenga na kuwa tofauti na ulimwengu, katika tathmini ya mbinguni, linahesabiwa kuwa kitu kikuu kuliko vyote duniani. Kanisa linapaswa kuwa kama vile Mungu alivyokuwa amepanga liwe, kiwakilishi cha familia ya Mungu katika ulimwengu mwingine. Selected Messages, gombo la 3, ukurasa wa 15 hadi 17. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 8, mada ikisema kusudi kuu kabisa. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sana. Mungu akatuongoze tunapoingia katika shughuli zetu mbalimbali. Bwana akabariki kazi ya mikono yetu, akatupatie pumziko zuri miguuni pake, na zaidi sana tukaelewe nia yake maishani mwetu, kusudi kuu kabisa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Siku ya hukumu Bwana ameweka, hupima kila tendo, mawazo yetu na maneno tulotenda hapa duniani. Itakuwa heri tukiyafua mavazi kwa damu yake. Siku ya hukumu Bwana ameweka, hupima kila tendo, mawazo yetu na maneno tulotenda hapa duniani. Itakuwa heri tukiyafua mavazi kwa damu yake. Tutapokuwa washindi katika siku ile, tutaimba wimbo ule mpya kwa ushindi sana. Unastahili Bwana kupokea utukufu, heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vyote. Tutapokuwa washindi katika siku ile, tutaimba wimbo ule mpya kwa ushindi sana. Unastahili Bwana kupokea utukufu, heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vyote. Kila mtu sasa
yamejawa nazo dhambi, na kupa shauri umgeukie Yesu, anakungoja. Kila mtu sasa ayatafakari maisha yake yote anayoishi hadi leo. Kama yamejawa nazo dhambi, na kupa shauri umgeukie Yesu, anakungoja. Tutapokuwa washindi katika siku ile, tutaimba wimbo ule mpya kwa ushindi sana. Unastahili Bwana kupokea utukufu, heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vyote. Tutapokuwa washindi katika siku ile, tutaimba wimbo ule mpya kwa ushindi sana. Unastahili Bwana kupokea utukufu, heshima na uweza, kwa kuwa